Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia Uyaone maisha. Mtazamaji wetu, tunakukaribisha tena katika masomo haya. Leo siku ya Alhamisi, wiki inakaribia kuisha. Tuna somo zuri linalosema utatuzi wa mgogoro. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Amina. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante kwa masomo haya. Asante kwa namna unavyotufundisha. Tunapoelewa Baba, na mtazamaji wetu naye apate kuelewa sawa sawa na mapenzi yako. Amina. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Utatuzi wa mgogoro. Tunaenda kuangalia namna kujenga daraja badala ya kuta, na hasa kanuni za Biblia za kutatua migogoro. Amen. Katika nchi yetu ya Tanzania, Disemba hii 7, tuna mgogoro hatuna? Tunao. Sio tu katika Tanzania kama taifa, hata kwenye familia zetu, makanisani kuna migogoro. Unadhani kunahitajika nini hasa kama sio mtu mmoja au watu wachache watakaokubali kujenga madaraja ya mazungumzo ya maelewano badala ya kuta? Unakuta mtu tu anatoa kauli hizo, ndio unakata tamaa tena, inatengeneza kuta tena. Huyo anajenga kuta. Maneno yanaweza kujenga au kubomoa. Sasa Mungu anatupa kanuni, tena ni rahisi, lakini pia ni nzito, za mawasiliano na unyenyekevu, zinazoweza kutusaidia kuokoa mahusiano yanayopanganyika, lakini pia yanaweza kuzuia vita na umwagaji damu. Watu wanapigana bwana, kwa sababu ya kutoelewana, lakini pia na kulinda umoja tulionao katika Mungu, katika Kristo Yesu. Ungetamani kuzijua kanuni hizo Sana. namna gani tunaweza kuwa moja kati ya watu wachache waliobarikiwa kuwa wajenzi wa madaraja. Tuende kwenye kisa chetu. Tuko kwenye nchi ya ahadi. Tunaishije katika umoja, kwa umoja katika nchi ya ahadi? Tuko katika kitabu cha Yoshua sura 22 mstari wa 15 mpaka 18. Yoshua 15. Hii tulishasoma, kwa labda wale ambao hawajafuatilia naomba watarudia huko nyuma kidogo. Labda kanuni hii tuigusie tu kidogo. Kulipotokea na sintofahamu, hawa wenzetu wamejenga madhabahu upande ule na kule Jordan, hawa waliokuwa hawa wanaoishi upande wa pili Jordan wamejenga madhabahu yao, baadaye hii ya kwetu. Hawakukaa kimya, wakasema watume ujumbe, kuliko kukusanya hasira kimya mpaka ipasuke, iwe kama bomu apulizwe bomu lipasuke na kuleta madhara. Wakasema bora tuzungumze, ila of course walikuja wamepanic, lakini wakasema ngoja tuzungumze. Wakatuma wajumbe na ujumbe ukafika kule, hawakukaa kimya kana kwamba hakuna tatizo. Hiyo unaionaje? Utasoma 15 mpaka 18 Yoshua. Hiyo wewe unaionaje, kuzungumza baada ya kukaa kimya? Ni muhimu. Mimi nakumbuka kuna wakati nilikuwa na changamoto na mtu fulani. Nikawa ninaomba tu Mungu, naomba niondolee tu uchungu, niwe na amani na wewe, naomba niondolee uchungu huu. Nikakuta hautoki. Nasikia Roho ananiambia nenda kaongea naye. Unajua kuna vitu vingine anaviondoaga Mungu bila hata kuongea naye. Lakini kuna vingine Mungu anasema mimi nataka sio tu wewe upone, nenda kamwambie na yule pia na umponye. Amina. Twende fungu la 30. Kuna kanuni nyingine pale. Yoshua 22:30. Wameenda sasa pale 30. Tunaangalia kanuni. Kuna kuongea kwanza. 22:30 kwenye ule mgogoro. Basi Finehasi, Yoshua hiyo, Yoshua. Basi Finehasi kuhani na wakuu wa mkutano, maana ni hao waliokuwa vichwa vya maelfu ya Waisraeli waliokuwa pamoja naye, hapo walipoyasikia hayo maneno walioyasema, hao wana wa Rubeni na wana wa Gadi
na wana wa Manase. Maneno hayo yaliwaridhia sana. Yaliwaridhia sana. Sasa sikiliza, kitu, kuna kanuni nyingine. Uliamini kumbe ni uongo. Baada ya kusikilizwa ukapata ukweli, ukasema wenzetu waliridhia sana, wakasema wenzetu tulikuwa tumhukumu kimakosa. Kumbe mhukumu na nia safi namna hiyo. Okay. Hata kama unaamini uko sahihi katika kuhukumu, sikiliza. Sikiliza upande wa pili. Usimhukumu mtu kabla hujamsikiliza. Mwenyewe sio unamshinikiza anasema andika. Unasikiliza au unamsikiliza akiwa na mtoto. Saini hapa. Au nini? Sema. Au ushaona mzazi anamwambia mtoto, sema kweli. Ni wewe uliofanya hivi. Na kiboko kiko juu. 22:19. 22:19. 22:19 inasema, basi kwamba hiyo nchi ya milki yenu si tohara, ndipo ninyi vukeni na kuingia nchi ya milki yake Bwana, ambayo maskani ya Bwana inakaa ndani yake, nanyi twaeni milki kati yenu, lakini msimwasi Bwana, wala msituasi sisi, kwa kujijengea madhabahu zaidi ya hiyo madhabahu ya Bwana Mungu wetu. Yaani hawa jamaa pamoja na hasira zao na wamepaniki vile, sasa katika kulaumu pale wakasema, Bwana, kama hiyo nchi ya upande wa mashariki mnaona kama haina utakatifu kwa sababu haina madhabahu ya Bwana, msijengee hii. Bora tuwape, njooni upande huu wa kwetu, tuwape sehemu hii. Kwa hiyo kanuni ya kutafuta mgogoro, uwe tayari yaani hawa tunaona au kina Finehasi na wenzao wako tayari kuingia gharama kuwapa sehemu ya nchi yao ili kuzuia mgogoro. Wako tayari kulipa gharama. Yuko tayari kuridhia. Unaambia unapoenda kwenye negotiation table au unapoenda kwenye mazungumzo ya mapatano, uwe sababu gharama, niko tayari kuridhia kupoteza hiki ili nimpate yeye au nipate kikubwa zaidi. Win-win. Meka vizuri. Kikubwa mpatane. Au lakini wewe unaonaje, kila mtu mnapokuja kwenye mazungumzo kila mmoja anavutia kwake. Kila mmoja hataki kupoteza maoni yake, hataki kupoteza maslahi yake, hataki kupoteza. Hivi mtafikia? Kila mtu anavutia kwake. Hamfiki. Hivi matokeo yake ni yapi watu tunapofikia kupatana kwa namna ile? Hebu soma 31 mpaka 33. Ona jinsi walivyomaliza mgogoro huu. 22:31 mpaka 33. Sure. Naye Finehasi mwana wa Eleazari kuhani akawaambia wana wa Rubeni na wana wa Gadi na wana wa Manase, akasema, siku hii ya leo twajua ya kwamba Bwana yu kati yetu. Hallelujah. Kwa sababu hamkukosa katika jambo hili mbele ya Bwana. Sawa. Sasa ninyi mmewaokoa wana wa Israeli na mkono wa Bwana. Maana ungeenda kufanya hasira za kipumbavu alafu Mungu akikuja akawarudi. 32. Kisha Finehasi mwana wa Eleazari kuhani na hao wakuu wakarudi na kuwaacha wana wa Rubeni na wana wa Gadi. Furaha tuishia tu hapo. Nchi ya Gileadi na kuingia nchi ya Kanaani. Wakawarudia wana wa Israeli, wakawapasha habari zao. Wamepusha vita, wanarudi kwa nyumbani kwa furaha. Haya ni matokeo ya kutatua mgogoro kwa njia ya Mungu. Epusha mambo. Sasa tunapomaliza, umoja wa kweli katika familia zetu, katika makanisa yetu, jamii yetu, taifa letu. Siki singizio cha kupuuza ukweli. Ukweli ndio unaoleta haki. Amen.
Unataka haki bila kusema ukweli. Hao walikutana wote pamoja wakazungumza haki. Wakatafuta haki kwa kuzungumza. Kilichojiri ni nini? Nia yenu ilikuwa ni nini? Wakasema yani tungewadhuru, tungekuwa tumemtendea Mungu mabaya, Mungu angetudhuru na sisi. Na wanarudi kwa furaha. Ukweli ukazaa haki. Na haki ikaleta maridhiano, amani. Narudia tena. Ukweli, haki, amani. Rudia tena. Ukweli, haki, amani. Tunavihitaji hivi Tanzania? Sana. Tunavihitaji kwenye kanisa? Sana. Tunahitaji kwenye familia? Sana. Yohana 17:20 ayo nitakupa, utasoma baadaye mwenyewe. 20 mpaka 23. Petro wa kwanza 3 mstari wa 8 mpaka 9. Yote yanatuhimiza tuwe na nia moja. Amen. Kusudi moja. Upendo wa kidugu. Na tusiribishane uovu kwa uovu. Rafiki yangu, sijui somo hili linakuachaje. Lakini utakubaliana na mimi kwamba tunaitwa kuwa wajenzi wa madaraja na sio wakuta. Na leo tunaweza tukaanza kazi hii. Unaweza kuchukua simu yako, piga simu. Unaweza kutuma ujumbe. Unaweza kupanga tarehe ya mazungumzo ya ana kwa ana na muhusika ili kujenga upya daraja. Na wewe kama unaitwa usiepe, pokea simu. Haleluya. Amen. Alafu wote mkitafuta ushindi wa upendo, sio wa hoja ya kwamba mimi ninajua zaidi au mimi mwenye haki zaidi. Ushindi wa upendo. Unaonaje tuanze sasa kwa neema ya Mungu? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neema hii ambayo inatuita kuwa wajenzi wa madaraja, wa uhusiano na sio vinginevyo. Basi mtoto wako anapoitikia na kwa unyenyekevu, mpatie Baba. Kujenga madaraja ni kazi, bila neema yako haiwezekani. Mpatie nia, tafuta umoja katika Kristo Yesu, ili Baba utakapokuja ukute kanisa linaishi kwa umoja na unalikaribisha katika umoja tena mwingine wa mbingu. Mpaka siku hiyo ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. 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 Mtazamaji wetu, kwa wiki hii ndipo tumefika mwisho. Siku ya kesho ni siku ya kujibu maswali. Mimi hapa Geoffrey Omondi, Enos Mwakalindele. Karibu sana kwenye maswali siku ya kesho Ijumaa.